Kazi yake mchana kulala na usiku anapaa, ukimchokoza kidogo nazua balaa. Mtaani kumekucha, uchawi umekithiri, baba mwenye nyumba misukule kwa kediri. Mama, shikamoo. Marahaba, karibu. Asante. Mama, mimi nimetoka nyumbani. Ujio wangu kuna jambo nataka nije nikuelekeze, lakini nilipofika maeneo mama ghafla yani nikajikuta nimesahau yani. Mfipa wewe na kujua? Yani hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa mama. Yaani mama natoka nyumbani kabisa, yani jambo liko kichwani, nafika hapa tu yani limenipotea kichwani. Kumbuka bwana Mfipa, sio kawaida yako. Mama, mimi wacha niende nyumbani. Nikilikumbuka mimi nitakurudia. Sawa. Haya mama, una siku njema mama. Mimi naomba hebu jaribu kunielewa. Kiukweli mimi napitia shida. Na shida ni nyingi. Hebu vaa kwanza yale ambayo mimi nayapitia. Kiukweli nayopitia mimi ni magumu. Tena sana. Kiasi kwamba kiukweli mimi yamenichosha. Sina amani. Yaani mimi sio mtu wa kulala. Maisha gani? Pesa za nini kama hata kulala ulali upumzike? Yaani mimi sio mtu. Hebu naomba nisaidie. Nilikuita kwangu. Wewe si ndio ulinifuata? Nakuuliza, nilikuita au wewe si ndio ulinifuata? Mimi nilikufuata. Ulinifuata. Sasa shida nini? Hebu naomba nisaidie. Nisikilize ndugu yangu. Wewe ndio ulinifuata na ukahitaji msaada kutoka kwangu. Na nilikueleza. Nilikwambia utaweza. Ulinijibu nini? Kwa nitaweza. Sasa shida iko wapi? Nimenishinda. Na kama ningelijua haya ninayoyapitia tangu awali kwamba ndio nitakayokuja kuyapitia, kiukweli mimi nisingekubali. Lakini mimi sijajua kama haya ndio ambayo mapito ambayo mimi nitakuja kuyapitia. Naomba ndugu yangu, nitoe katika haya mapito. Ni bora niwe sina hela lakini niishi kwa amani. Msaada mbakia wewe, naomba unisaidie ili niweze kutokana na haya matatizo. Nisikilize. Samahani lakini kama nitakuwa nakutusi. Natanguliza tena samahani kama nitakuwa nakutusi. Hivi wewe ni jinsia gani? Kijana kapotoka kaingia vishawishi, tamaa zake ndizo zimemponza. Maneno kama maneno. Mimi mwanangu bwana. Kama utawala. Mbona unailiu mchaka kama wale wazee wana kenkelenge. Vipi wapi tena susu? Unajua bwana mguu kutoka bwana, unajua harakati zetu za uongo na kweli hizi. Unaenda kusebenza mtaani mkono ufike kinywani. Unajua bila kuchangamsha miguu. Au mkono. Bila kusebenza bwana mkono hauwezi ukapinda kufika kinywani. Wewe bwana, ndugu yangu jana nilikuona unaenda kwa mama Ibla. Sasa sijajua ulikuwa unaenda kufanya nini pale. Maana nilikuona una bashasha unatembea kama mwanajeshi, umechangamka. Bwana jana ulivyoona mimi nenda kwa mama Ibla pale, nilikuwa na ujumbe nilikuwa nampelekea pale. Lakini cha kustaajabu nilipofika pale tu, yani kabisa neti zikatoka kichwani hadi kilichonipeleka pale nikakisahau. Yaani ndugu yangu tatizo wewe katika maisha yako unaendekeza sana shobo. Yaani hizo shobo zako wewe zitakuponza. Yaani sitakupo, mimi nakwambia ukweli, hebu jaribu kuangalia mwili wangu. Umeona? Sitaki kujifunua tu. Mtaa una wachawi wengi.
Tena hususa hata ule pale mwenyewe Dizonga, unajua ile kiatu cha hivi ujile pale nyimbo lozi nani inakwambia Mungu alinena naye Musa hicho kiatu kivue. Sasa wale pale wenzako kiatu wamekataa kukivua, yani kiufupi wao wachawi. Shida yangu ndio imefikia hatua kuwa unanitusi. Na ndio maana nikatanguliza samahani. Unaelewa maana samahani? Wewe ni jinsia. Sawa. Mimi ni mwanamume. Yeah, jibu zuri. Sasa kama mwanamume basi pambana. Kijana kapotoka kaingia vishawishi. Hivi unadhani wewe pesa zinakuja kiwepesi wepesi au unadhani pesa zinakuja kirahisi rahisi? Hivi unahisi mimi hayo unayopitia mimi siyapitii? Hiyo ndoto ya siri, ndoto. Ila msaada wangu wa mwisho ni kwenda kwa yule mtu ambaye nilikupeleka. Yule ndo anaweza akawa msaada wangu wa mwisho, akakusaidia matatizo yako. Lakini mimi sina uwezo wa kukusaidia chochote. Alafu kaa ukijua haya mambo ni siri. Sasa inakuwaje unanifuata mimi hapo unakuja kunieleza mambo hayo? Hivi hichi kitu kinakuingia akilini kweli? Sasa ndugu yangu, naomba upambane na hali yako. Wewe vipi bwana? Kijana kapotoka kaingia vishawishi, tamaa zake ndizo zimemponza, hizo ndoto za siri. Hiyo ndoto ya siri. Pambana kijana. Wewe Hiyo ndoto ya siri. unaweza kwenda. Asante kwa kushiriki. Ndoto. 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 Hiyo ndoto ya siri. Una uhakika? Sasa kama mimi nina uhakika ni sina uhakika, kwani wewe hujasikia juzi kwamba Mama Hasani kaja pale mimi maskani kuja kunipa milawama? Chanzo cha kupalawama wewe kitu gani? Si mwanae nimemwambia ukweli bwana, mama yako namuonaona tu mimi nikilala na muota, ananifuatafuata afu namkimbiza nini? Yaani nimeeleza kila kitu. Basi yeye bila ana hii. Unajua hii? Kaba. Hapo friji lake kumbe aligandishi. Sasa mimi ndo kaenda kuungana mama yake bwana, sio nashirikiana na mimi ningemuona yule katika vile vitu. Hizi chale zangu nizikuwa kwa sababu mimi bibi yangu ni mkorongwa. Yaani mimi mwenzako nilipotoka huko kwanza nishachimbiwa shimo, nikafikiwa, alafu nikakaa wiki hiyo moja. Na maana mimi mwenzako kivuli changu nakiona hichi. Hata ukichota unyayo mwenzako sionekana. Na mimi mwenzako mtana ujua tuzedi. Hata Mama Hasani mwenzako ananiogopa vibaya mno. Mimi ndo nakwambia ukweli. Ukitaka siri nifuate mimi ndo nikwambia. Maneno? Basi hilo la kwako sasa, kama sio la kwako la jirani yako. Mimi kiatu cha lozi kinalia hicho. Mimi sina mengi ya kuongea, nimekwambia tu ukweli. Maneno? Ndio umeng'ang'ania hivyo maneno, utakumbuka hayo maneno yangu. Kazi yake mchana kulala na usiku anapaa, ukimchokoza kidogo nazua bara. Kwa hiyo sasa unataka kuniambia mmiliki wa ile eneo amekwenda wapi? Na huko alipokwenda alifanikiwa kweli kuwa salama? Yaani wala hata haijulikani ameenda wapi, yaani yuko wapi, yaani alipo hakuna anayepajua. Unajua kuna vitu vingine, kuna simulizi nyingine ukipatiwa ujue unakaa unatafakari kwamba kwani watu huaga wanafikiriaga kitu gani au wanafikiriaga nini hasa? Kitu kingine mme wangu, hebu mimi naomba nikuulize swali. Hivi ni ndoto gani hiyo ambayo unayoota wewe unashindwa kunielezea mimi? Maana ni sawa wote tunaota. Na mimi najitahidi kila nikiota nakwambia mwenzangu nimeota hiki, nimeota hiki, nimeota hiki. Lakini kwa upande wako siku hizi sikuelewi. Kuna ndoto tunaiota. Lakini kile nikikuuliza utaki kuniambia shida ni nini? Ni ndoto ya design gani hiyo unayoota mpaka unashindwa kuniambia mimi? Shida ni nini? Unajua nini mke wangu? Sisi ni watu wazima. Na mtu mzima kumwambia jambo la kitoto alipendi. Mama Hasani, nini shida tena? Eti. Kwa nini unapenda kufuatilia mambo yangu? Mimi nafuatilia mambo gani Mama Hasani? Mimi naweza tukishaongea na umekuja umenionya kabisa pale mbele
ya washikaji nimekuelewa. Kila unalofanya moja baada ya moja najua. Mama Sani. Kwa nini unapenda kufuatilia mambo yangu? Yaani haki ya Mungu tangia siku ile tangia ulipokuja pale maskani. Mimi sijawahi kuongea neno lolote ambalo nani na sijafanya nani yoyote. Hata Hassan ukimuuliza wewe mwenyewe Hassan nishakwambia jambo lolote. Huyu ni nani? Kivuue. Sasa wale pale wenzako kiatu wamekataa kuvua. Yaani kwa ufupi wao wachawi. Huyu nani? Mama Hassan hayo sinaona kabisa jambo lililopita hilo. Nakwambia huyu nani? Huyo ni hapa kijambo lililopita. Sasa iwe mwanzo na mwisho kufuatilia mipango yangu. Mbona kufuatilia mambo ya wakubwa? Yaani hilo onyo tu. Yaani bado jioni yote na bado picha lenyewe. Unafuatilia mambo ya wakubwa. Nachoshindwa mimi kukwambia kwenye ndoto hizi, huwa naota vitu ambavyo kiukweli kwanza havieleweki, na ndio maana kabisa naona yani kama ni vitu vya kitoto tu, havina maana yoyote. Ndio maana nashindwa hata kukwambia, wala hakuna maana nyingine yoyote. Kwa hiyo sio kwamba eti nakuficha kitu chochote, wala hakuna chochote mimi ninachokuficha, ya kawaida tu. Sawa. Mbona umeguna? Haya, ina maana hauniamini? Nakuamini tena sana tu. Sasa nisipokuamini wewe ni muamini nani? Sasa je, mambo si kama hayo huwa? Kwa sababu ndoto zenyewe yani nafikiriaga muda mwingine naona hata kama nikikwambia vitu vyenyewe havieleweki. Ndio maana naona nipotezee tu, wala havina maana yoyote ile. Sema nini? Hebu kwanza nipatie waje kidogo bwana. Akiwa kidogo. Leo sielewi. Mambo yani sielewi kabisa yani. Ndoto ya siri inamsumbua, ndoto ya siri. Yaani Mama Alidi, mguu kutoka nilikotoka mpaka hapa mguu wako. Niambie shogangu. Shogangu mimi na mengi ya kuongea, mambo yetu ni yale ya kuanga tu. Hamna jipya. Kuna jipya gani ndugu yangu? Hapo unaona kuna jipya zaidi ya uchawi. Shoga, uchawi una faida. Tena una faida kubwa. Yaani mpaka najuta hata kuchelewa mambo ya uchawi. Najuta hata kuchelewa. Shogangu unalipa uchawi. Sana. Naona sasa hivi umenawiri dada. Unapotaka kwenda wapi? Unapotaka nini? Kila kitu unakitaka unakipata. Mama Alidi, yaani mguu huu unaoona hapa nimetoka huko nyumbani mpaka kuja hapa. Njia nzima, mtaa mzima na ukabini naonekana mchawi. Yaani nakosa hadi amani. Upo ndugu yangu? Nipo, nakusikia. Kama huyu maneno huyu. Yaani maneno ni mtoto mbea. Yaani mbea kila unakopita. Naoneka mwanga yule, mchawi yule, sijui nani yule. Ndugu yangu nimekuja hapa tu yajenge. Tunamfanyaje huyu mtoto? Kwa hiyo maneno hayo. Kuna mwingine zaidi yake. Maana namuona tu mtapitapi kweli mtoto. Ndio nakusikiliza hapa ndugu yangu. Hata mimi juzi nimekutana naye, kanisomea kama kitu gani. Unaona sasa? Kanizalisha sana. Nimemwacha nikamwangalia nimerudi zangu nyumbani. Mimi ndugu yangu ndo nimekuja hapa tupange mkakati wetu mpya. Mbinu mpya, kila kitu kipya. Uyapanga hapa shoga yangu. Na uchawi mzito kutoka kwa Bindondi huko.